Halmashauri ya wilaya Mafia imetia saini mkataba wa ukodishaji wa kisiwa cha Tembonyama kilichopo kijiji cha Banja, kata ya Kirongwe kwa ajili ya shughuli za uwekezaji wa masuala ya kitalii kwa mwekezaji Clouds Entertainment Company. Tukio hilo limefanyika Oktoba 9, 2025, limeongozwa na mkurugenzi mtendaji halmashauri ya wilaya Mafia Musa Kitungi na kushuhudiwa na timu ya wataalam wa halmashauri ya wilaya hiyo. Akizungumza wakati wa tukio hilo, Kitungi ameeleza kuwa uwekezaji huo ni hatua nzuri ya kuongeza kipato cha halmashauri, wakazi wa Mafia pamoja na taifa kwa ujumla kwa kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan za kutangaza utalii. Kukamilisha jambo hili la mkataba ambao kwa kifupi limeanza muda mrefu, lakini kwa sababu tulikuwa tukizingatia na kupata taratibu kuhusisha taasisi mbalimbali ili kuleta maslahi na manufaa ya kila pande, lakini ni mwendelezo wa jitihada ambazo zimefanywa na watangulizi wetu katika kutangaza kisiwa cha Mafia na kuvutia wawekezaji. Sisi tumeendeleza pale ambapo wenzetu wameishia. Lengo la uwekezaji huu ni kuhakikisha kwanza, moja, tunatoa huduma stahili katika mazingira yetu ya Mafia, lakini pia tunaongeza mapato ya halmashauri ya wilaya ya Mafia na taifa kwa ujumla. Kama tunavyofahamu, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametuletea ile inaitwa Royal Tour. Royal Tour inakuza utalii, inakuza mapato. Tuna sisi kwa kutumia nguvu ile ambayo Mheshimiwa Rais ameifanya, basi na sisi katika chini huko, katika level ya chini, tunayaishi yale maono yake kwa kuhakikisha tunahamasisha wawekezaji. Kwa hiyo mwekezaji tunakukaribisha, na sisi tunaamini ndio umeanza, na tunaamini ile tija ambayo tumekusudia tutaanza kuiona, maana kwamba sio hatusubiri tija kuiona, sisi tunatarajia tuione tija muda mfupi baada ya kukamilisha saini huu mkataba. Mafia bado tuna fursa nyingi za uwekezaji. Tuna fursa za uwekezaji katika masuala ya nazi na namna ya kuongeza thamani kwenye nazi. Sasa nazi ina vitu vingi, yani kuanzia ule mnazi wenyewe, yale mapiki yake, nazi, madafu, madafu yale kuna namna yanahifadhiwa, yale yanauzwa huko nje za nchi huko kwa gharama kubwa. Sisi hapa tunayo, lakini namna ya kuprocess na kuyasafirisha katika quality ambayo itawafikia wale wanaoyanunua kwa bei kubwa, nadhani inaweza ikawa hivi. Tunaweza tukaanzia kwenye eneo lako pale, lakini pia ukaexpand ukaendelea maeneo mengine. Tuna fursa ya uvuvi. Sisi tupo karibu na bahari kuu, lakini Mafia ndio sehemu kubwa yenye tunasema mazalia ya samaki, yani sehemu ambayo imehifadhiwa. Uwepo wa mamlaka ya hifadhi ya bahari na kutunza vile maeneo ambayo yana mazalia ya samaki, na tumedhibiti uvuvi haramu kwa kiasi kikubwa, kwa samaki wengi kwa Tanzania kwa sasa, samaki wa bahari wanazaliwa sana ukanda huu wa Mafia kuelekea Kilwa katikati hapa, lakini Mafia ni zaidi. Unakuta wavuvi wengi kutoka Kilwa, kutoka Dar es Salaam, kutoka Kojani, kutoka Zanzibar wanakuja huku kuvua samaki. Akielezea manufaa yatakayopatikana kutokana na hatua hiyo, mwekezaji wa kisiwa hicho Bwana Joseph Kusaga ameushukuru uongozi wa wilaya Mafia kwa ushirikiano katika mchakato wa kufikia makubaliano ya uwekezaji na kuahidi kuiunga mkono serikali katika masuala ya uwekezaji, si tu katika utalii bali hata katika masuala ya kilimo na uongezaji wa thamani bidhaa mbalimbali ikiwemo zao la nazi na mwani. Especially baada ya Mafia Festival ambayo tulitumia muda wetu na nguvu zetu kuhakikisha kwamba tutajaribu kile linalowezekana kupeleka Mafia katika sehemu nyingine. Ahadi yangu ambayo mimi nitaendelea kuitoa na nilitoa toka mwanzo, ni yangu mimi ikiwezekana nimalize maisha yangu nikiwa katika kisiwa hiki, kutokana na ukarimu, uongozi, vijana ambao wapo, ambao wana uthubutu, wanapenda uthubutu, na kila siku mimi nasema think out of the box, fikiria nje ya box, alafu tufanye kinachowezekana.
yote uliyozungumza mkuu, haya ya mwani, kuzungumza kuhusu nazi, nafikiri hata tukiwa ofisini nilikuwa mimi naondoka wiki hii, lakini kuna baadhi ya viwanda ambavyo tunafungua sehemu tofauti Zanzibar na sehemu nyingine. Mimi nafikiria kwa kulobi ndio tutakuwa aidha ni nchi ya kwanza Afrika ya kusupply soya kwenye serikali ya China. Na kuzungumza na nyinyi sasa hivi Mbeya, Morogoro tuna mashamba maeka na maeka maelfu ya kutengeneza mbegu tu. Kwa hiyo sasa hata wajumbe mkae muangalie, sifikirii tu swala la kusema investment ya utalii, lakini kwa collectively ideas na uzuri tuna vijana wengi tunaweza tukakaa chini na kuangalia ni namna gani tunaweza kufanya. Hata kama hatuna hela, lakini sisi tuna watu wengi ambao tayari ni washiriki wa kuja kufanya kazi na sisi. Kama kukiwa na ushirikiano wa kutosha kabisa, naomba muamini kwamba mimi sijaja kucheza. Mimi huwa si chezaji. If I want to do something, I do it. Hata niliwachekesha wakati mimi naenda kuomba leseni ya radio na miaka 20 na kila mjumbe ambaye alikuwa kwenye panel ya kutoa leseni, wengine walikuwa wanaangalia huko, wengine wanaandika, wanaona hata katoto hawezi kufanya. Lakini nikabadilisha mwelekeo wa radio uliokuwa Tanzania hii. Kwa hiyo hata hii tunalozungumza hapa, nia yangu kubwa ni kubadilisha Mafia na mnitumie. Swala la shughuli ambayo unaifanya na uhakika ulienda sambamba, ujenzi unaenda sambamba ya Mafia Festival ya mwaka kesho, mimi naomba nianze nayo sasa. Kwa hiyo nyinyi wenyewe collectively katika vikao vyenu kuanza ku identify sasa sehemu ambazo zinatakiwa for investment mapema, kama sehemu za beach kama nini, kwa sababu sisi wigo wa shughuli zetu unaenda nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa upande wake, katibu tawala wa wilaya Mafia Shabani Shabani ametoa pongezi kwa mwekezaji kwa kuendelea kukiongezea thamani kisiwa cha Mafia na kwamba ana imani kuwa malengo yaliyodhamiriwa yatafikiwa ili kuleta maendeleo katika kisiwa cha Mafia. Pongezi sana mwekezaji wetu Clouds Media kwa kuwekeza katika kisiwa cha Tembonyama, kwa sababu uwekezaji huu ambao yeye amewekeza ni si tu uwekezaji katika kisiwa, ni uwekezaji kwenye ajira, ni uwekezaji kwenye utalii, ni uwekezaji kwenye uchumi, na ni uwekezaji kwenye maisha ya jamii ya watu wa Mafia na Tanzania yetu kwa ujumla. Kwa hiyo kitu kikubwa alichofanya kuamua kuja kuwekeza katika wilaya yetu, tena ni uwekezaji wa ndani, ni kitu ambacho kinaongeza thamani katika eneo letu, lakini pia kinaongeza thamani katika nchi yetu. Kwa hiyo hongera sana, na huu ni mwelekeo wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha kwamba uwekezaji unakuwa, na kwa sababu uwekezaji ni sehemu na ni fursa ya kuongeza uchumi wa wananchi wa Tanzania ambao yeye anaongoza. Mimi ni Hadija Waziri na hii ni Haswa TV.